Hii ni Mtoro TV. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal fajri, na uwapia wakati wa alfajiri, ambao wakati wa alfajiri unapatikana kila kuanzia saa 10 alfajiri. Unaanza kupatikana wakati huu aliowapia Mwenyezi Mungu, na kuna sababu yake. Kwa nini Mwenyezi Mungu ameuapia wakati wa alfajiri na kwa nini amewapia wakati wa alasiri? Wal fajri, yani uqsimu bil fajri, na uapia wakati wa alfajiri. Allah akasema walayalin ashri, na nayapia masiku 10 ya mwanzo ya mfungo 3 ambayo tayari yameshapita. Masiku 10 ya mwanzo ambayo ni matukufu, yana fadhila kubwa sana, na ni masiku matukufu, yapo ndani ya mwezi, katika ile miezi minne. Kuna miezi mitukufu minne ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipa utukufu wake yeye kama yeye kwa hikma yake anayejua, ambao ni mfungo 2, mfungo 3, mfungo 4, halafu mmoja uko peke yake ambao ni mwezi wa Rajab. Inna iddata shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Hakika idadi ya miezi aliyeiumba Mwenyezi Mungu sio ya kutengenezwa na wanadamu, ni miezi 12 kwa mwaka. Tangu alipoumba mbingu na ardhi, miezi hii tayari ameiumba. Mungu akasema mwenyewe katika surati Tauba, minha, katika miezi hiyo 12, 4 hurumun, kuna miezi 4 mitukufu. Kuna miezi 4 mitukufu. Ibn Kathir akasema 3 sardun wa 1 fardun, miezi 3 mitukufu inafuatana, fungo 2, fungo 3, fungo 4, wa 1 fardun, lakini huu mmoja upo peke yake ambao ni mwezi wa Rajab. Kwa hiyo mfungo 2 wa kwanza, fungo 3 wa pili, fungo 4 utakaokuja baada ya zimebakia siku 2 hapo, utamalizika huu mfungo 3, utakuja mwezi wa Muharram ambao ni mwezi wa 3 katika miezi mitukufu. Lakini katika miezi mitukufu upo ambao upo peke yake ambao ni mwezi wa gani? Ni mwezi wa Rajab. Sasa Allah ameuapia wakati wa alfajiri walayalin ashri, na ameapia masiku 10 ambayo yapo mwezi wa mfungo 3, masiku 10 ya mwanzo. Qurtubi rahimahullah akasema, akaendelea akasema walayalin ashri washaf'i walwatri, na yapia shufa na witri, walaili idha yasri, na usiku unapoondoka. Qurtubi akasema aqsamu 5, mambo 5. Wahtulifa fil fajri, wanachuoni walipoitafsiri hii aya wakawa kila mmoja ameeleza kwa maana yake alfajiri iliyokusudiwa hapa ni ipi. Ndugu zangu Waislamu mnaonifuatilia kupitia Mtoro TV na hapa msikiti wa Mji Mkuu mliopo darasani, wakasema faqala qaumun, kuna kauli ya wanachuoni ya kwanza wakasema alfajr huna, alfajiri aliyokuisudia kuiapia Allah, infijaru dhulma ani nahari min kulli yawmin, ni kiza kuondoka pale mchana unapoingia kila siku. Yani pale jua linapokuwa limetoka ndio Mwenyezi Mungu alikusudia. Qalahu Ali wa Ibn Zubair wa Ibn Abbas radiyallahu anhu. Hii ni kauli Ali ibn Abi Talib na Abdullah ibn Zubair na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Kwa Ibn Abbas akaja na kauli nyingine akasema wal fajri, akasema annahu nahar kulla, Mwenyezi Mungu ameuapia mchana wote kuanzia asubuhi. Wa abbara anhu bil fajri, na Mwenyezi Mungu amekusudia kueleza alfajiri liannahu awwalahu, alfajiri ndio mwanzo wa siku na ndio mwanzo wa mchana. Wa qala Ibn Muhaysin
rahimahullah, an Atiya kutoka kwa Atiya rahimahullah, an Ibn Abbas kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, wal fajri yani fajra yawm al-Muharram, Mwenyezi Mungu anaiapia alfajiri ya siku ya kwanza ya mwezi wa mfungo 4 ambazo zimebakia siku 2 au siku 1. Wa mithluhu, na maana hii qala Qatada, amesema Qatada akasema huwa fajru awwal yawmin min al-Muharram, Mwenyezi Mungu amekusudia kuiapia alfajiri ya siku ya kwanza ya mwezi wa Muharram. Minhu, kutokana na hiyo alfajiri ya siku ya kwanza ya Muharram, tanfajiru sana, ndio mwaka unaanza. Hivi sasa tuna mwaka 1446, insha Allah tunakwenda mwaka 1447. Allah atufikishe katika mwaka mpya wa Kiislamu. Hii ni Mtoro TV.